Watu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni jambo jema la kumshukuru Mwenyezi Mungu katika muda na wakati huu kwa mara nyingine, wakati ambapo tumeipata fursa ya kupitia neno la Mungu. Na ikiwa siku hii ya leo tumeingia katika kitabu cha Kutoka katika sura hii ya 17. Mungu awabariki sana watu wake. Niwakaribishe kwa namna ya pekee sana watu wa Mungu, tuweze kuipitia mistari michache hii ya leo, ambapo katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 kuna mistari 16 pekee. Lakini tunafahamu kwamba mistari hii sio michache kiimani, kwa sababu katika imani unaweza ukapata wokovu kupitia mstari mmoja pekee. Yaani hata ile nusu tu ya mstari wa Biblia inaweza kukutia nguvu na kukuokoa kabisa kabisa. Lakini kwa sababu tupo katika utaratibu wa kuisoma Biblia mpaka pale tutakapoimaliza, ipo haja kubwa ya kusoma mistari yote hii 16 ya kitabu cha Kutoka 17. Kabla ya kufanya hivyo, turuhusu Mungu wa mbinguni aweze kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo tufumbe macho tuweze kuomba. Asante Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, Mfalme wa amani, mkuu wa mambo yote, usiyepangiwa, Mungu uliye vyote katika vyote na juu ya vyote. Asante sana kwa muda na wakati huu. Wanao tumesogea karibu na wewe tena, tukiwa na nia ya kusogea kwako ili useme nasi. Tunaomba ufungue nyoyo zetu sasa ili tuweze kupokea yale unayotuambia. Kupitia somo hili liweze kumwokoa aliye mgonjwa, liweze kumwokoa anayeteswa na mapepo, liweze kumwokoa ambaye yuko karibu kufilisika, limwokoe yule ambaye alikuwa amekata tamaa kabisa na sasa anataka kujitoa uhai, limwokoe yule ambaye anajikuta ni mgumba, limwokoe tasa, limwokoe yule ambaye ana tabia ya kuharibikiwa na mimba, limwokoe mwenye matatizo ya nguvu za kiume, limwokoe yeyote anayeteswa na nguvu za giza, lakini limwokoe pia yule ambaye yuko kwenye hali ya kuharibika. Roho wako Mtakatifu na atangulie katika mioyo ya wasikilizaji, alafu akishatangulia angalie ni namna gani ambavyo anamwokoa kila mmoja kupitia kipande cha mstari au mstari mmoja katika mistari hii 16 ya kitabu cha Kutoka 17. Nena na sisi watu wako, kwa sababu wewe una nguvu. Bariki kila mmoja wetu, mtie nguvu ya kulisoma neno lako, maana tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Msikilizaji, kitabu hiki cha Kutoka 17 mstari wa kwanza unaanza kwa kusema, mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao, kama Bwana alivyowaagiza, wakatua Refidimu, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu
wakateta na Musa wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwa nini kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakanung'unikia Musa. Wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu, ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Msikilizaji, katika mtiririko hapo ni mwisho wa sura hii ya 17. Lakini ninatamani tuondoke na kitu kimoja hapa. Ninatamani tuondoke na jambo moja hapa ambalo Roho wa Mungu anasema tuliseme. Na jambo hili ni kuhusiana na hii vita kati ya wana wa Israeli na Waamaleki. Vita hii ilikuwa inapiganwa na Bwana.
Na ndio maana kuna ishara ya kwamba Musa anapanda kileleni, anapanda kwenye kilele cha mlima, alafu ananyosha mikono juu. Akinyosha mikono juu, wana wa Israeli wanashinda, lakini akishusha wanapigwa. Msikilizaji, baada ya tukio lile kuwa vile, Yoshua anaona kabisa hapa, hiki ni kipigo ninapigwa. Na pengine Yoshua alikuwa hajui kabisa kwamba ni nini kinaendelea. Lakini Haruni anaona kwamba wanateseka, wana wa Israeli wanapigwa. Haruni na Huri wanakuja kusaidia Musa, kusema hapa sasa hii mikono yake inabidi tuishike juu moja kwa moja, kwa sababu tukimwacha mikono yake anaishusha chini na taifa la Mungu linapigwa. Mmoja anashika mkono huku na mwingine anashika mkono huku, ili mradi mikono iwe juu. Msikilizaji, katika vita ya kiroho kila wakati tunahitajika kwa juu. Kuna wakati tunapaswa tupande katika kilele, lakini kumbe kupanda kilele cha mlima, kufunga pekee haitoshi. Na ndio sababu Musa pamoja na kupanda kilimani akiwa na Haruni pamoja na Huri, lakini kupanda kwenye mlima peke yake ikawa haitoshi. Bado kunahitajika anyoshe mikono juu. Kunyosha mikono juu ni kusarenda, inaweza kutafsiriwa kama kusarenda mbele za Mungu na kuhitaji nguvu za Mungu. Ni kitendo ambacho kinaashiria imani na uthabiti wa dhati sana, kwamba ninahitaji Mungu, pamoja na kwamba nimefunga, lakini ninahitaji sana sana ukaribu wako, kwa sababu kushinda njaa peke yake si jambo ambalo litasaidia. Tunaweza kutafsiri kupanda kwenye mlima kama kufunga, lakini tunaweza kutafsiri kunyosha mikono juu kila wakati kama kuhitaji nguvu za Mungu kila wakati, hata wakati tunapokuwa tumefunga, tukiwa tunahitaji msaada wa Mungu. Kuna haja ya kuomba kila wakati na kusogea karibu na Mungu, kuzihitaji nguvu zake. Ishara ya kunyosha mikono hewani alafu inaonekana ni anachoka, ni kama vile ambavyo unakuwa umefunga alafu unajikuta umechoka hata kuomba. Lakini Haruni pamoja na Huri wanakuja sasa, wanasema haiwezekani, ngoja tumsaidie. Ipo haja ya wewe nawe kuhitaji Roho wa Mungu katika maombi ili aweze kukusaidia. Lakini ipo haja pia ya wewe na watu wanaokuzunguka kuwafundisha namna ya kupigana vita vya kiroho, ili muda ambapo unapokuwa unashindwa waweze kukusaidia. Muda ambapo imani yako inatetereka waweze kukusaidia, kama vile ambavyo Musa alivyokuwa anashindwa kunyanyua mikono, lakini Haruni pamoja na Huri wanakuja, wanasema hii mikono lazima ikae juu, kwa sababu ikiwa juu ndipo tunashinda. Ni ishara inayokutaka wewe kufahamu mbinu za kupigana vita vya kiroho. Ufahamu kwamba kuna kufunga ndio, lakini kuna kuomba. Lakini pia watu ambao wananizunguka ni lazima wajue mbinu za vita za kiroho. Ikiwa Haruni na Huri wangekuwa hawajui hii vita ya kiroho ambayo waliokuwa wanapigana Musa kwa kunyosha mikono juu, hii ina maana kwamba wana wa Israeli wangepigwa, kwa sababu Musa angekosa watu wa kumsaidia pindi mikono ilipokuwa inachoka. Msikilizaji, ondoka siku hii ya leo na mambo matatu. Jambo la kwanza ni kupanda mlimani, kufunga. Jambo la pili ni kuwa na imani na kuomba msaada wa Mungu kila wakati. Lakini jambo la tatu ni kuwafundisha watu wanaokuzunguka waweze kuijua namna ya vita ya kiroho, ili pale ambapo unapochoka kama Musa alivyochoka, basi watu hawa waweze kukusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni asimame na wewe, akutie nguvu katika vita hii, kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Neema yake yatosha, awe pamoja nawe hadi wakati mwingine. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.